Ya tukio hilo lilitokea ambapo hakuwa mwenyekiti, ila alikuwa mwenyekiti mstaafu. Aliyewahi kuwa mwenyekiti huko Juba. Alipigwa risasi akiwa anaingia nyumbani kwake. Wakati ametoka kwenye matembezi yake anaingia nyumbani kwake kama saa mbili, kati saa 2 na saa 2:30 hapa katikati. Na kwenye tukio lile hawakuchukua chochote. Na alikuwa na pikipiki. Hawakuchukua pikipiki yake, hawakuchukua simu, wala hawakuingia hata ndani wakachukua chochote. Tafsiri kwamba wale watu walikuja kwa lengo moja tu la kumdhuru, ikiwemo kupoteza maisha yake. Sasa baada ya tukio lile operation kubwa imefanyika. Tulikamata watu zaidi ya 15. Lakini hatuhitaji zoa. Tunahitaji kukamata watu ambao ndio waliofanya nini? Tukio. Kwa hiyo kila tulipokuwa tunakamata mnafanya mahojiano. Mnakwenda mkibaini kwamba huyu tuliyemkamata ushahidi wake ni dhaifu sana, hamna sababu ya kuendelea kumshikilia. Mnalilizi, mnaendelea na wengine. Tuna wengine ambao mpaka sasa tunao. Nisingependa kuwataja kwa majina kwa sababu it's a trend. Kuna baadhi ya watu hatujawakamata kwenye ile site. Tuna watu kama watano kwa sasa ambao tunao wako loka. Tunaendelea na wenyewe wameshazalisha nini kilifanyika. Of course tumeanza kuwafikia wale ambao ndio waliofanya. Na baadhi tunao. Taratibu zinaendelea, lengo ni kupata nani alipanga, nani alifanya, nani alishiriki aidha kumsafirisha au kumficha kwa namna yoyote huyu aliyekuja kufanya tukio, kwa sababu alienda pale kwenye tukio alikuwa mtu mmoja, lakini nyuma yake kulikuwa na watu wengi. Tumepata watu wa bodaboda wanakuwa kilalamika kwamba kuna baadhi ya wenzao wanakuwa kitekwa na kunyang'anywa pikipiki. Kama wiki moja imepita kwa Mgembe kuna mwenzao katekwa na Katoromeo na kanyang'anywa pikipiki, kafariki. Na mwingine katekwa kule Kishenge, ile njia kutoka Kishenge kwenda Mgembe kanyang'anywa, na wengine Mafumbo na watu. Umeshapata matukio hayo? Ya, kulijitokeza matukio mawili ambayo wamenyang'anywa pikipiki. Moja alijeruhiwa, si kukatwa makoromeo. Ukisema kukatwa makoromeo kwa Kagera, kwa Bukoba inakuja na picha tofauti kidogo. Hawa walikodiwa. Mmoja alikodiwa, wa kwanza alikodiwa, akaenda, alipofika kisehemu chenye giza, abiria akamwambia, samahani, subiri kuna mwenzangu yuko hapa ni mbebe. Wakati anasubiri, aliyekuja hakuwa abiria, kumbe alikuwa ni mwenzake na huyu. Wakamvamia, wakamkatakata, wakamjeruhi. Mmoja alifia pale, huyu alifia pale, lakini mwingine wakaondoka na pikipiki. Mwingine naye alikuja, alichukuliwa hivyo akapelekwa hii njia kama naenda Kashozi huko juu. Ukipita kama naenda Nyakato kule mbele. Na yeye walipofika sehemu ambayo haina watu na kuna kigiza, abiria akamtaka yule dereva asimame kwa sababu mwenzake anakuja. Yaani eneo hilo mwenzake alikuwa anamsubiri waondoke wote. Na matokeo yake na yeye akajeruhiwa, yule alienda kufia hospitali. Baada ya lile tumeendesha msako kubwa na mkali. Na tayari tuna watu wasiopungua 3, taratibu zinaendelea. Tunaendelea na mahojiano nao. Lakini zaidi ya hayo imebidi tukae na bodaboda. Tuwaambie, tuwafundishe, tuwakumbushe. Kwanza hayo ni matokeo ya kubeba mishikaki, ambayo kila siku tunawaambia jamani chukueni tahadhari. Lakini cha pili ni kutokuwa makini. Kwa sababu hawa wote tulipokwenda kwenye yale maeneo walikoondokea wakati wanawabeba abiria, hakuna hata mmoja aliyeona, yani yule aliyekuja kukodi hii pikipiki ni wa aina gani. Hakuna hata huyu. Maana yake ni kale katabia, abiria anakuja kule, mtu anaondoa pikipiki, anamfuata. Kwa hiyo anakwenda kumchukulia kule. Hawa wenzake walioko hapa hawana hata ile picha ya jumla huyu alikuwa mtu wa aina gani. Kwa hiyo tumejaribu kuwakumbusha hilo kwamba usikimbie kumfuata abiria aliko, kwa sababu akiwa mbaya hawa wenzako uliokuwa nao kwenye
kwenye kijiwe, hakuna atakayejua huyu aliyekuja kuchukua wewe alikuwa wa aina gani. Kwa hiyo inaleta shida hata kwenye kuanza uchunguzi, kuanza upelelezi. Yaani ukisema alikuwa mrefu, alikuwa mnene, alikuwa na nyama kidogo, ana uso mpana, najua huyu anaweza anafanana na Benson mfano kwa mfano. Au ukasema alikuwa mtu mzima ana mvi, si najua huyu yaani maana yangu ni nini? Tunapata pa kuanzia. Umeelewa? Lakini tukawakumbusha pia kwamba haiwezekani wewe umeondoka na abiria saa 4 usiku anakuambia nipeleke Katoro. Unajiuliza thamani ya mtu kukupeleka Katoro kwa taksi labda ni 20,000. Na wewe bodaboda anakuambia nitakupa 20,000 au 25. Lazima ujiulize, hiki ni kipindi cha mvua, si ndio? Halafu upepo wa kwako, mvua ya kwako, bodi mwili wako, halafu 20,000 sawa na taksi. Na hapa mjini tuna taksi. Kwa nini sichukue taksi? Ni wazi kwamba huyu anania mbaya na wewe. Hili na lenyewe tumewakumbusha wachukue tahadhari. Lakini pia tumejaribu pia kuwaambia kabla hujasimama, angalia huyu abiria anapokuambia tusimame hapa, kuna mtu kuna abiria mwenzangu tunaenda nayo ruti moja. Jiulize, hapa kwenye giza hii kuna abiria hapa. Avuke aende mpaka sehemu ambayo ina mwanga, asimame, afu ambie bwana, mwambie jamaa yako aje, ili kusudi pale alipo kama kuna lolote iwe rahisi kwake kupata msaada. Bahati mbaya sasa hivi wanatumika pia mpaka watoto wa kike. Mtoto wa kike anadondosha mkoba makusudi, ili kusudi bodaboda asimame yeye aokote mkoba. Anaposimama kwenda kuokota mkoba, huyu aliyeandaliwa anakuja mbio kwa ajili ya kuja kufanya nini? Kuja kutekeleza uhalifu. Na hili ndio tumewafundisha. Lakini leo pia tulikuwa na changamoto ya barabara asubuhi, kama mnafahamu, navyo wengine tulikutana nao kule, barabara ilikatika. Nawashukuru TANROADS, wamepambana pamoja na mkandarasi, wamepambana kuhakikisha kwamba barabara yetu inarudi na hatimaye kaendelea kutembea. Ila niwaombe basi wana Kagera, pale nimekwenda kuanzia saa 12 mpaka saa 5. Sikumuona hata mama mmoja aliyeleta chai na mahandazi na chapati. Jamani, sikuna kitu kinaitwa kufa kufana. Ukiacha tu kwamba pale wale walikuwa kwenye shida, lakini pia walikuwa na shida ya njaa, wangehitaji kula, sikuona hata mmoja aliyefanya pale hata chapati, hata chai. Nikasema hii naye, wala hata soda. Nikasema hii sasa watu hawajui kucheza na fursa.